Hii ni Hayati TV, ukweli na uhakiki. Moja kwa moja kutoka Phoenix, Arizona. Mtangazaji wako Khadija Hassan. Ahlan, uhali gani? Habari gani wewe mwana Afrika Mashariki ambaye watufuata popote pale ulipo? Karibu ndani ya vitu adhimu adimu ambavyo haviishi utamu. David Mungai Njenga. Huyu ni raia kutoka Kenya ambaye aliamua kufungua mnyororo wa utapeli. Alihukumiwa katika kesi ya kihistoria ya ulaghai na wizi wa vitambulisho. Njenga alikutwa na hatia katika kile ambacho mamlaka inakieleza kama mojawapo ya kesi muhimu zaidi za ulaghai wa Medicaid katika historia ya jimbo la Washington. David Mungai Njenga alihukumiwa kwa makosa 11 ya jinai baada ya waendesha mashtaka kuthibitisha kwamba alipanga mpango tata ulioweka wagonjwa walio katika mazingira magumu hatarini kwa kuwapeleka watu wasiostahili katika vituo vya afya huku wakijifanya wauguzi wenye leseni. Kulingana na ofisi ya mwanasheria mkuu wa jimbo la Washington, Njenga aliendesha shirika la ulaghai la wafanyakazi Heritage Medical Staffing ambalo baadaye ilibadilishwa jina na kuitwa Pro Med Alliance Medical Staffing. Alitumia vitambulisho na sifa zilizoibiwa za wauguzi halali. Hati hizo bandia ziliwezesha wafanyakazi wasio na mafunzo kupata nafasi katika nyumba za wazee na vituo vya utunzaji wa muda mrefu katika jamii kadhaa za Washington. Wachunguzi walifichua kwamba baadhi ya wadanganyifu hawakuwa na ujuzi wa msingi wa uuguzi, huku ripoti zikionyesha kwamba walitoa dawa vibaya na hawakuweza kufanya kazi za kawaida za kimatibabu kama vile kupima shinikizo la damu. Juri lilitoa hukumu ya hatia kuhusu mashtaka ikiwemo uongozi wa uhalifu wa kupangwa, mashtaka mengi ya wizi wa vitambulisho na makosa yanayohusiana na wizi. Hukumu hiyo inaashiria kesi ya kwanza ya ulaghai ya Medicaid katika jimbo la Washington na kusababisha hatia ya uongozi wa uhalifu wa kupangwa. Njenga amepangwa kuhukumiwa Juni 16. Anakabiliwa na kifungo cha miaka 16 na nusu jela. Wakati huo huo, mshtakiwa mwenza Evelyn Junki bado hajakamatwa baada ya kudaiwa kutoroka nchini. Kwa leo ni hayo tu. Hebu tukutane tena nyakati zingine biidhnillah. Masalama.